Kwingineko mtazamaji, watoto watatu wenye umri wa miaka 8, 5 na mwaka mmoja leo wameokolewa katika mtaa wa Njiru hapa jijini Nairobi na wasamaria wema baada ya kuachwa bila uangalizi kamili wa mama yao mzazi. Inadaiwa kazi ya mama huyo mwenye umri wa miaka 29 ni kubugia tembo tu siku nzima bila kujali hali ya watoto wake. Kati ya watoto wake watano, mmoja ameingilia kazi ya mitaani, yani kurandaranda, na mwingine kuelekea katika kituo cha watoto baada ya kunajisiwa. Na kama anavyoripoti mwanahabari Nicholas Wambua, watatu hao sasa watasalia mikononi mwa wasamaria wema wakisubiri kujiunga na kituo cha watoto. Watoto hawa wanadaiwa kupitia malezi duni kwa kile kinachodaiwa kuwa mama yao ana uraibu wa ulevi chakari. Ulevi unampokonya uwezo wa kuwalea watoto wake ipasavyo na hata kuacha mikononi mwa vibaka. Joyce Ndunge, mama wa watoto watano, anadaiwa kutumia kila msaada anaopokea kutoka kwa wasamaria wema kufurahisha mtima wake kwa pombe haramu ya chang'aa. Hali hiyo imewafika koni maafisa wa huduma za jamii, na ndiposa hivi leo imebidi watoto waokolewe kutoka kwa jinamizi la ulevi wa mama. Na safari yao ikawafikisha hapa katika kituo cha polisi cha Kayole jijini Nairobi. Wanaishi peke yao. Mama yao ni mrevi kabisa. Ndiposa leo tukaamkia hiyo shughuli, tukarescue hao watoto. Kisha leo asubuhi tulipata ya kwamba mama hayuko, hakulala na watoto. Tukaelezea ya kwamba alikuja asubuhi, akapea watoto shilingi 50 na akatoka. Nilikuta kwamba hakuna chakula for the last 2 days, watoto walikuwa chakula, hakuna malazi, hakuna nguo, hakuna chakula yote watoto wanakula. Kutokana na maisha haya, mwanawe wa pili alibakwa na mwanaume mmoja anayedaiwa kuwa katika uhusiano na mama huyu, ila akapata msaada na kuishia katika kituo cha watoto. Kifungua mimba wake alitoweka na kuingia mtaani. Yeye mwenyewe ashughuliki kabisa na hali ya watoto. Yake ni kwenda kunywa na kukuja nyumbani, nataki kujua tu amekula nini. Shule ni waliwatoa shule, so wako nyumbani wanaangalia mtoto mdogo. Imechukua muda mrefu sana neighbors wakishughulika na hata well wishers wakisaidia watoto. Imefika mahali wamegive up kwa sababu wanaona mama habadiliki. Kuna hata wakati wamemletea watu wa kanisa, watu wa counseling, waone kama anaweza kuchange, but he doesn't change. Akiwa katika kituo hiki cha polisi cha Kayole, Marian Kaleche wa mwaka mmoja sasa hana matumaini tena na mamake ambaye sasa amemtupa. Lakini matumaini yake ni kwamba siku moja ataweza kupata haki na upendo wa mama. Nicholas Wambua, KTN leo, Nairobi.